Kwa majina naitwa Bwana Joseph Martin Mkumbo, ni mkaguzi msimamizi wa vyombo vya majini mkoa wa Mwanza. Leo ninavyozungumza hapa tuko katika mwalo wa Kijiweni, wilaya Sengerema, mkoa wa Mwanza. Tukitoa elimu kwa wadau wa uvuvi, ikiwa ni pamoja na wamiliki, ikiwa ni pamoja na watumiaji wa vyombo vya majini, kwa maana kwamba wale wavuvi ambao wanaelekea ziwani. Ni mambo mawili makubwa tu ambayo ametuleta hapa. Kwanza, kuhakikisha kwamba hawa wavuvi wanapokuwa ziwani wanatumia vifaa vya kujiokolea, kwa jina la kitaalamu tunaita life jacket. Majaketi haya huwa yanatolewa kulingana na idadi ya wafanyakazi katika chombo. Kama chombo chako kina wafanyakazi 3, basi hakikisha kwamba wewe mmiliki wa hicho chombo, basi boti yako inakuwa na jaketi za wafanyakazi 3. Nitoe tu historia ndogo. Elimu hii kwa upande wangu ninaona imekuwa ni kubwa sana, kwa sababu kuanzia tumeanza kutoa elimu, hata ukiangalia ajali za ziwani zinazidi kupungua. Wavuvi wanasikia wito, wanavaa jaketi. Hapo nyuma ilikuwa unasikia taarifa huku kisiwa hiki ajali, lakini sasa hivi unasikia tu ajali imetokea, lakini watu wameokolewa. Ukiulizia ambia wale watu walikuwa na life jacket zimewasaidia kuwaokoa. Sasa nitoe tu msisitizo kwamba sisi kama TASAC, shirika la wakala wa meli, tutazidi kutoa elimu hii siku hadi siku mpaka tuhakikishe kwamba vifo kwa upande wa ziwa Victoria, hususani wavuvi, vinapotea kabisa kama sio kuzusha. Mimi labda nitoe rai tu kwa wavuvi, hasa nikianza kwa upande wa wamiliki wa vyombo. Wamiliki wa vyombo wahakikishe kwamba hawa wavuvi wao wanawapatia hivi vifaa vya kujiokolea, kwa sababu ndio walengwa wakubwa. Hiyo ndio mimi rai yangu kubwa. Na kingine, basi hawa wavuvi japo anasema akivaa jaketi ni mzigo, linampa joto, lakini hakikisha kwamba maisha yake yameshikiliwa na jaketi hilo. Hakikisha kwamba anapoingia kwenye chombo, kama hana jaketi bora asiende kuliko aende huko akiwa hajavaa jaketi. Majina yangu ni ndugu Ali Salim. Natokea halmashauri ya Sengerema. Nipo hapa kumwakilisha mkurugenzi mtendaji halmashauri ya Sengerema. Lakini kikazi mimi ni mkuu wa kitengo cha maliasili na hifadhi ya mazingira. Kimsingi elimu ambayo imetolewa leo imetolewa muda mwafaka, kwa sababu leo ndio tunafungua ule msimu wa kuingia ziwani. Na swala la msingi sana kwenye ufunguzi huu wa shughuli za uvuvi ni usalama. Usalama wa wavuvi wetu, lakini usalama wa vyombo vyao, pamoja na usalama wa mali ambazo zitakuwa kwenye vyombo vile. Kwa hiyo wenzetu wa TASAC leo wameweza kufika katika mwalo wetu wa Kijiweni hapa Sengerema na kuweza kukutana na wavuvi, kuendelea kuwapa elimu kwamba wanaporudi ziwani sasa kwenye kufungua msimu, basi wazingatie usalama wao pamoja na usalama wa mali ambazo watakuwa nazo. Mimi naitwa Richard Makonzo, ni katibu BMU mwaro wa Kijiweni. Tukio lilikuwa ni la mwaka jana mwezi wa 6, kutokea dhoruba kali, watu waliweza kuzama maji na wengine walikuwa wamevaa life jacket pia waliweza kufa nazo, lakini uzuri wa life jacket tuliweza kuwaona mapema. Siku hiyo walivyokufa waliweza kuonekana wakiwa wamekufa wamevaa life jacket, lakini wale ambao walikuwa hawana life jacket waliweza kupotea kabisa, miili zilipotea. Kidogo matukio ya uvamizi sasa hivi yameshapungua toka cha enzi kipindi cha rais wetu aliyeaga dunia Magufuli, aliweza kudhibiti uharamia huo ziwani. Sasa hivi matukio yameshakuwa ni mara chache. Watu huo wanavamiwa, na saa zingine wanavamiwa kuporwa labda betri wanazotumia kuvulia. Wanaleta taarifa BMU, tunachukua action, tunachukua hatua, tunawasiliana na serikali ya kijiji na kuwasiliana na sehemu wanakosadikika kwamba wahalifu wao wameelekea sehemu fulani. Kwa majina naitwa Nelson Jeremias, mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya uvuvi mwaro wa Kijiweni. Kwa elimu hii, kwanza mimi nasema kwamba kidogo mlikuwa mmechelewa, kwa sababu sisi binadamu tulikuwa ni watu wahanga wa kukumbushwa sana. Kwa siku ya leo umekuja ni siku mwafaka sana, na ingependeza sana kama mngeweza kuwepo mkadumu mpaka wakati wa kwenda ziwani mkaweza kushuhudia. Life jacket wavuvi wetu tunawapa, lakini tunapokwenda kuwapa zile life jacket
wavuvi hawazivai, wanapofika kule ziwani wanaweka pembeni. Sasa ndio chanzo cha kuweza kutokea ajali na mtu kupoteza maisha kizembe, na tunawachukulia hatua. Lakini sasa unafahamu 100% waandishi wa habari ni kwamba inatokea kwamba sisi tunachukua hatua, lakini hao watu wa siasa na wenyewe wanatufanya nini? Wanaturudisha nyuma. Kutokana na nini? Wewe unajikuta kwamba unakazia huku kwamba bana, mvuvi lazima aende na life jacket. Bila life jacket mtumbu usiende. Kama vile mimi kiongozi, inafika sehemu nasema kwamba bana, hiki na chombo kisiende ziwani kwa sababu hakijakamilika, lakini anatokea kiongozi mmoja anasema kwamba waache waende. Sasa kwa hali kama hiyo inakuwa kama ni kupinzana. Jina naitwa Baraka Rameki, ni mvuvi ambaye naenda uziwani. Kwanza nimefurahi kitu kimoja kwamba kumbe serikali inatutambua sisi wavuvi ambao tunaelekea uziwani, na mchango ambao kutupatia elimu ni mchango mzuri ambao sisi wavuvi tumetambua kumbe moja kwa moja kumbe tuna usalama ambao serikali yenyewe inatutambua kwamba kuna wafanyakazi wangu ambao ni wananchi wangu ambao tunaelekea uziwani kufanya kazi. Life jacket tunapatiwa na tunazitumia, ila ni baadhi tu ya wavuvi wengine ambao unakuta ni uelewa kwamba na ule ubishi na uelewa ambao unakuta anao mdogo, lakini kwa elimu hii jinsi ilivyotolewa kwa leo vizuri, mimi naamini mvuvi atazidi kupata uelewa mkubwa na kuvaa jaketi na kuvaa life jacket.